Mambo vipi Mtanzania mwenzangu? Wakati tunaumaliza mwaka 2025 na tunaelekea mwaka 2026, kutazama mwaka huu kimafanikio makubwa, basi yako mambo mengi tunayakumbuka mwaka 2025. Mwaka huu unazungumzwa na watu wengi kwamba umekuwa ni mwaka mfupi. Kwa nini mwaka mfupi? Mwaka wote wa uchaguzi unaonekana kama mwaka mfupi kwa sababu ya shughuli za hapa na pale na mambo mengi ambayo yanakuwa yanakusanyika ndani yake. Sasa tunaukumbuka mwaka 2025 kwa matukio mbalimbali, lakini moja ya tukio ambalo linakumbukwa zaidi ni uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi mbalimbali. Tukumbuke Tanzania imechagua viongozi wa ngazi ya taifa kama vile rais, wabunge, madiwani, wawakilishi upande wa Zanzibar kwenda kuwakilisha maeneo maalum. Sasa yako mambo mengi kwenye uchaguzi tumeyaona kabla ya uchaguzi, wakati na hata mara baada ya uchaguzi. Cha muhimu na cha msingi kwamba bado tumeendelea kuwa wahimilivu kwenye amani na utulivu, na kila mmoja anazungumza hivyo. Katika eneo ambalo nilopo hapa, hali imekuwa ni shwari sana, kuna amani ya kutosha, tunashukuru, kila kitu kiko sawa sawa. Sasa nataka nikukumbushe baadhi ya matukio tu wakati ule wa shughuli ya uchaguzi, na hapa nakukumbusha mwanzo wagombea walifika kwa ajili ya kuweza kuchukua fomu ili waweze kugombea. Mtazama kwanza hapa baadhi ya wagombea mbalimbali wakichukua fomu zao. Dr. Mwinyi ambaye pia ni rais wa sasa wa Zanzibar anawania kuchaguliwa kwa muhula wa pili wa kuiongoza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Katika zoezi hilo la uchukuaji wa fomu ameongozana na baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi, wanachama na wafuasi waliojitokeza kumsindikiza. Hayo vyama vingine vya siasa vimefika katika ofisi za Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC kuchukua fomu ya kuwania kiti hiko, ikiwa ni pamoja na chama cha wananchi CUF ambacho kimemsimamisha Hamad Masud Hamad. Naye mgombea wa urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha AAFP Said Sudi akasisitiza sera yake ya kuhakikisha walevi watakata leseni pindi atakapokuwa rais. Nchi imekuwa na walevi wengi, serikali haipati mapato. Mgombea wa urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha NLD Mfaume Hamisi Hassan akizungumza baada ya kuchukua fomu hiyo, amesema atahakikisha akipata ridhaa ya kuwa rais atasimamia vipaumbele mbalimbali ikiwemo kuunganisha Wazanzibari, ajira, elimu na kukomesha udhalilishaji. Sawa, pamoja na hayo mara baada ya kukamilika kwa mchakato huu bwana, mambo mengi yalikuwa yameweza kujiri na hususan kwenye kampeni. Sasa hapa kuna mambo ya kufurahisha kwa kweli. Sera za wagombea zilienda zingine zilikuwa zikifurahisha, zingine zilikuwa ni kama za kuchekesha vile. Tazama, wanafunzi tokea ngazi ya nasari waanze kusomea ufundi shamba ya bangi kwa ajili ya kunyanyua uchumi wa nchi yetu. Nchi nyingi duniani zinapanda bangi kunyanyua uchumi, na ziko nchi ambazo zinauza bangi 120,000,000. Nimesema mshahara kimba cha chini kwa mwalimu wa skuli ngazi ya cheti, pindi mimi nitachaguliwa urais wa Zanzibar, ni 1,500,000. Katikati ya kampeni ziko sera ambazo zilikuwa zinaelezea kinaga ubaga namna gani maendeleo yatakayopatikana. Tazama baadhi ya wagombea ambao walipata nafasi ya kuzungumza, na haya ni baadhi tu ya zile sera zao majukwani.
Tulikuja na tulipewa changamoto za jimbo ikiwemo sekta ya elimu, ambayo leo nafurahi kusema kwamba ahadi tulizozitoa tumetekeleza kwa ujenzi wa skuli ya ghorofa Kojani, na kama mlivyosikia hapa, kuna mipango ya kujenga skuli nyingine zaidi katika jimbo hili ili tuweze kutimiza ile azma ya serikali ya kutaka wanafunzi wote katika nchi yetu waingie skuli kwa shifti moja, kwa mkondo mmoja tu. Sema kipaumbele chake cha kwanza kwa serikali hiyo ni kuhakikisha wananchi wananufaika moja kwa moja na rasilimali za taifa Zanzibar yenye usawa wa kijamii, haki za kiuchumi na heshima kwa kila raia. Najua sisi wajibu wetu kuwatumikia. Kwa hivyo tunayosema haya tunayasema tukiwa na uhakika, lakini kubwa kuhusu watu tunasema tunakwenda kuunda serikali, na mimi wallahi nilitamani niwatangazie hapa serikali itakayounda, bana ipo tayari. Kwamba tazameni, bendera chuma, mlingoti chuma. Mimi nasema ndugu zangu, hata kama ningekuwa sijafanikiwa katika utekelezaji wa maendeleo ya aina yoyote, hii amani tuliyokuwa nayo leo, wiki mbili kabla ya uchaguzi, tumekaa kwa raha mustarehe. Haya ni mafanikio makubwa. Haikuwa hivi hali, ilikuwa sasa hivi tension, watu wako nyumbani, hawafanyi biashara, wanaogopa uchaguzi. Lakini sasa hivi mambo mazuri, tunafanya biashara, na mimi nakwambieni, hata ile tarehe 29 siku ya kupiga kura, nenda kapige kura kwanza, ukimaliza njoo ufungue duka lako. Amani itakuwa. Tukikamilisha hapo, zoezi la uchaguzi likawadia na kila mmoja alikuwa na hamu na shauku kubwa ya kupiga kura kwa ajili ya kuweza kumchagua kiongozi anayemtaka katika ngazi mbalimbali. Ngoja nikukumbushe tu siku yenyewe ya uchaguzi ilivyokuwa. Nami nilipata nafasi ya kuweza kutembelea kwenye baadhi ya vituo vya kupigia kura. Salia saa chache tu kuelekea katika uchaguzi mkuu, tukio kubwa la kihistoria. Kila mmoja anahitaji kwenda kuweka historia hiyo kwa kuchagua kiongozi ambaye yeye anamhitaji. Mimi nimefika hapa katika skuli ya Haile Selassie ama shule ya Haile Selassie hapa visiwani Zanzibar, na hapa ni miongoni tu na moja ya kituo ambacho kitatumika kwa ajili ya kupiga kura. Mapema hii leo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC alipata kuzungumza maandalizi yakoje kuelekea kura ya mapema. Hapa anabainisha. Kura nakumbuka wote tulikuwa wakati tumepokea kutoka kwenye kampuni ambayo tulikuwa tumeipa kazi kwa ajili ya kutayarishia, na hivi leo zoezi la kusambaza karatasi za kura katika ofisi zetu za wilaya litakuwa limekamilika. Kwa sababu tulianza upigaji wa kura hii leo, limeanza rasmi hapa visiwani Zanzibar, na leo kura ya mapema imeanza kwa wale ambao wanastahiki. Wapigaji wa kura hii ni vikosi maalum vya ulinzi na usalama pamoja na wale ambao watakaoshughulikia au watakaohusika kwenye kusimamia uchaguzi kwa siku ya kesho Oktoba 29. Mapema hii leo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC Jaji Joseph Kazi alipata kuzungumza juu ya kuanza rasmi kwa zoezi hili la kura ya mapema. Tunaanza zoezi hilo limefunguliwa kwa wakati, na wale wote ambao walileta maombi kwa ajili ya kupiga kura siku ya leo kura mapema, wengi wamejitokeza na zoezi linaendelea vizuri katika hali ya amani kabisa. Leo ni Oktoba 29, siku ya uchaguzi mkuu Tanzania, ikiandikisha historia katika uchaguzi huu wa 7, na leo niko hapa katika viwanja vya kufurahisha watoto Kariakoo. Ni miongoni mwa kituo cha kupiga kura, na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia anatetea kiti chake atakuja kupiga kura katika kituo hiki cha hapa Kariakoo. Hali ya kituo kiujumla wake kimefunguliwa mapema majira ya saa 1 na tayari msafara hapa unaingia. Madam Kono.
Haya, hii ndio tutawatizama wale. Hiyo nyeusi. Nyeusi hapa hiyo. Na bahari kwa ajili yako kati. Na nyeusi kwa ile ya mwisho. Slowly that one so that you can get a shot. Slowly. Tumekamilisha uchaguzi namna hiyo mara baada ya kupata mshindi, lakini je, inatosha? Hapana. Rais mteule alikwenda kuapishwa na haya ni baadhi tu ya matukio katika siku ya uapisho. Mimi Hussein Ali Mwinyi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Hussein Ali Mwinyi naapa kwamba nitazitekeleza kazi zangu za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa uaminifu na uadilifu na kutimiza wajibu wangu kwa moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba na sheria, nikiongozwa na haki, mila na desturi za Zanzibar bila ya kushawishiwa, woga, upendeleo au chuki, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Hussein Ali Mwinyi anaingia tena kwa mara ya pili baada ya kushinda kinyang'anyiro hiki cha uchaguzi, na sasa anaunda tena serikali yake ambayo inakwenda kumsaidia kwenye yale ambayo aliyaahidi wakati wa kampeni. Ofisi ya Rais Ikulu, waziri atakuwa Dr. Saada Mkuya Salum. Pili, ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, waziri atakuwa Dr. Harun Ali Suleiman. Tatu, ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, waziri atakuwa Idrisa Mustafa Kitwana. Ya nne, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kwa sasa itabaki wazi. Ya tano, ofisi ya makamu wa pili wa rais, waziri atakuwa Hamza Hassan Juma. Ya sita, Wizara ya Fedha na Mipango, waziri atakuwa Dr. Juma Malik Akil. Naibu waziri katika ofisi hii atakuwa Dr. Hamad Omar Bakari. Ya saba, Wizara ya Kazi na Uwekezaji, waziri atakuwa Sharif Ali Sharif. Huo ndo mkeka. Mimi naitwa Hashim Kasim, sina cha ziada. Kwa heri 2025, karibu 2026. Nikutakie heri na baraka na mafanikio tele.